Wa polisi katika kaunti ndogo ya Kikuyu katika kaunti ya Kiambu wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio la kusikitisha ambapo mama mmoja ameshukiwa kuwaua wanawe wawili kwa kuwafungia chumbani baada ya kuwasha jiko la mkaa. Mwaluse Meshak anasimulia kisa hiki. Kwa mjibu wa taarifa za awali, mwanamke huyu amedaiwa kutumia jiko ndani ya nyumba yao ya kupangisha kisha kujifungia pamoja na watoto hao baada ya mume wake kuondoka mapema asubuhi. Nimekuta bibi na mtoto ambaye wamekimbizwa hospitalini, ambaye wameanguka kwa nyumba, na hiyo kitu ikatuhuzunisha sana kwa sababu huu kijana ni rafiki yangu ambaye najua. Tendo ni kibaya. Watu wengine wasione ati amefanya vizuri, na ikiwa amekuwa amekasirishwa na mume wake, angeenda awaache watoto. Watoto wawili wenye umri wa miaka 6 na 7 mtawalia wameaga dunia baada ya kudhaniwa kuvuta hewa yenye sumu ya kaboni, huku mama huyu na mtoto mwingine anadaiwa kuwa ni wadada yake wakinusurika na sasa wanapokea matibabu katika hospitali moja mjini Kikuyu. Kwa sababu kile kitendo tumeona siku ya leo, haki tumehuzunika sana. Kwa sababu hawa ni watu wadogo, wazazi ni bibi na bwana, lakini wameshindwa kulea watoto. Kwa sababu tunaweza sema nini? Polisi wamesema baba wa familia hakuwepo nyumbani wakati wa tukio hili. Wakazi wa eneo hili wameelezea masikitiko yao na kuitaka serikali kuharakisha uchunguzi ili ukweli ubainike haraka. Miili ya watoto hawa wawili kwa sasa imehifadhiwa kwenye makafani ya hospitali ya Kikuyu ikisubiri uchunguzi wa maiti kubaini chanzo halisi cha vifo hivyo. Maafisa wa jinai eneo hili wameanzisha uchunguzi ili kubaini mazingira yaliyosababisha tukio hili. Mimi nimehuzunika sana yangu yote. Juu mama wengi huku wanapitia maneno mingi na hakuna mtu ameua mtoto. Kabisa. Ningependa uchunguzi ifanywe ikiwa kama kuna stress inaendelea kati ya watu waweze kupatiwa mawaidha venye wanaishi. Wanasaikolojia na viongozi wa kijamii wamewahimiza wananchi kutafuta ushauri na saha wanapokabiliwa na changamoto za kifamilia badala ya kufanya maamuzi yanayoweza kuhatarisha maisha ya watoto wasio na hatia katika jamii za kisasa. Mwaluse Meshak, TV 47.